Israel huenda likawa taifa linalochukiza zaidi duniani. Rais wa Ireland Michael Higgins amependekeza kuwa Israel pamoja na mataifa yote yanayoipa silaha Tel Aviv ziondolewe katika Umoja wa Mataifa. Tamko lake limekuja baada ya ripoti ya wachunguzi wa umoja huo kuishutumu Israel kufanya mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza. Haya yote yanatokea wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akiwa ziarani huko Qatar kukutana na viongozi wa nchi hiyo kujadili shambulizi la Israel wiki iliyopita nchini humo. Kabla ya ziara hiyo, Rubio ameunga mkono usalama wa taifa hilo, huku mataifa ya Ghuba yakiendelea kukasirishwa na shambulizi hilo la Israel dhidi ya Hamas lililofanywa mjini Doha. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi ameelezea taifa la Israel kuwa ni adui katika Mashariki ya Kati, lakini akisema lazima mataifa ya Kiarabu na Kiislamu yawe na msimamo mmoja utakaotoa ujumbe wa adui huyo kwamba wameungana na wanapinga kinachoendelea katika ukanda wa Gaza na eneo zima la Mashariki ya Kati. Huku hayo yakiarifiwa, Luxembourg imesema itaungana na mataifa mengine kulitambua taifa la Palestina kama dola huru katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa wiki inayokuja. Kutokana na hayo yote, mataifa mbalimbali duniani yamekuwa kilaani hujuma zinazofanywa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Lakini pia moja kati ya jambo zito ambalo wakati huu limebaki katika mioyo ya Waisrael ni juu ya mateka waliosalia, ambapo mateka hao wapo katika mikono ya Hamas, na kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ndiye mwenye namna ya kuweza kuhakikisha mateka hao wanakuwa salama au watauawa kutokana na jinsi ambavyo anaendesha vita vyake huko katika eneo la Mashariki ya Kati. Wakati huu Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameamua kufanya operation kabambe katika jiji la Gaza na hatimaye kuhakikisha na kuwaeleza raia katika eneo hilo kuhama katika mji huo, na maelfu ya watu wameanza kuondoka katika jiji hilo, na kwamba amani haipo tena katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Raia wengi wanazidi kufa na zaidi ya watu 64,000 tayari wameuawa na zaidi ya watu 200,000 wamefanywa kuwa majeruhi. Hata hivyo, wakati huu raia hawajui waende wapi. Wanateseka huku wakiwa wamebeba vifurushi ikiwa ni pamoja na magodoro, lakini pia wakikosa chakula pamoja na maji. Hii inayafanya mataifa mengi kuiona Israel kama adui nambari 1 ulimwenguni kutokana na kadhia ambayo inaifanya. Yote haya ni kutokana na nguvu kubwa ambayo Israel inaipata kutoka nchini Marekani. Hata hivyo, Hamas imetoa onyo ikisema kwamba ni wajibu wa Netanyahu kuhakikisha maisha ya mateka waliopo chini yao. Kundi la Hamas limesema Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu ana wajibu kwa maisha na mustakabali wa mateka wanaozuiliwa Gaza, kufuatia taifa hilo kuanzisha operesheni za ardhini dhidi ya wanamgambo hao wa Kipalestina wa Hamas. Kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina limesema kupitia ukurasa wake wa Telegram kwamba Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, anabeba dhamana ya maisha ya mateka wanaozuiliwa. Kundi hilo pia limesema serikali ya Marekani pia inawajibika kwa hatua ya ongezeko la mateso na vita katika ukanda wa Gaza. Hamas imesema Marekani inaunga mkono sera ya udanganyifu iliyo na nia ya kutoiadhibu Israel kwa uhalifu na wa kivita inaofanya Gaza kwa takribani miaka 2. Watu zaidi ya 64,000 wamekwisha uawa tangu mzozo huo ulipoanza mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Hii leo vita hivyo vimechukua mwelekeo mpya. Vikosi vya jeshi la Israel vimeushambulia mji wa Gaza City na kutoka ardhini usiku kucha, huku vikitanua operation hizo katika ngome ya wanamgambo wa Hamas katikati ya mji huo. Jeshi limesema limeingia katika hatua yake ya mwisho inayoinuliwa kulisambaratisha kabisa kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.